kitabu cha pili cha Samueli. Siku zile makabila yote ya Israeli yalimwendea Daudi huko Hebroni na kusema, tazama, sisi hapa ni mfupa wako na nyama yako. Hapo zamani Sauli alipokuwa mfalme wetu, wewe uliwaongoza Waisraeli kuingia na kutoka vitani. Na Bwana akakwambia, wewe utawalisha watu wangu Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni, naye mfalme Daudi akafanya nao mapatano huko Hebroni mbele ya Bwana. Wakampaka mafuta awe mfalme wa Israeli. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: twende kwa furaha nyumbani kwa Bwana. Twende kwa furaha nyumbani kwa Bwana. Tutaimba: twende kwa furaha nyumbani kwa Bwana. 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 Nalifurahi waliponiambia, twende nyumbani kwa Bwana. Sasa miguu yetu imesimama ndani ya malango yake Yerusalemu. Twende kwa furaha nyumbani kwa Bwana. Twende kwa furaha nyumbani kwa Bwana. Ndiko wanakopanda makabila ya Bwana. Kama ilivyo sheria ya Israeli, ili walitukuze jina la Bwana. Humo vimewekwa viti vya hukumu, viti vya nyumba ya Daudi. Twende kwa furaha nyumbani kwa Bwana. 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 Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wakolosai. Ndugu zangu, mshukuruni Baba, yeye anayetuwezesha kuushiriki urithi wa watakatifu walio katika mwanga. Ametuokoa katika utawala wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Katika huyo tunao wokovu kwa damu yake, tunalo ondoleo la dhambi. Yeye ambaye ni sura ya Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa maana katika yeye vitu vyote vimeumbwa, vilivyomo mbinguni na duniani, vinavyonekanavyo na visivyoonekana, wenye enzi, wenye utawala, wenye ukuu na wenye mamlaka. Vyote vimeumbwa kwa nguvu yake yeye na kwa ajili yake. Naye alikuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana pamoja ndani yake. Yeye mwenyewe ni kichwa cha mwili, yani kanisa. Yeye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili awe wa kwanza katika yote. Kwa maana Mungu alipenda utimilifu wote ukae ndani yake, na kwa ajili yake amepatanisha naye vyote vilivyoko duniani na mbinguni, kwani ameleta amani kwa damu ya msalaba wake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Haleluya, 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 amen. Haleluya, 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 amen. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Umebarikiwa ufalme ujao wa baba yetu Daudi.
Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, Ee Bwana. Wakati ule, wakubwa wa watu walimdhihaki Yesu wakisema, aliwaokoa wengine, sasa ajiokoe mwenyewe kama ni Kristo mteule wa Mungu. Askari pia walimdhihaki, walimjongea na kumletea siki wakisema, kama wewe ni mfalme wa Wayahudi, jisalimishe mwenyewe. Juu yake palikuwa na hati, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Basi jiokoe mwenyewe na sisi pia. Lakini mwingine akajibu akamgombeza na kusema, je, hata wewe uliyehukumiwa sawa na yeye humjali Mungu? Sisi kwa haki tunapokea tuliyostahili kwa makosa yetu. Huyu lakini hakutenda mabaya. Akasema, Yesu, unikumbuke mimi utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akajibu, amin nakuambia, leo utakuwa pamoja nami peponi. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Ndugu wapendwa katika Kristo, wasikilizaji wote mliounganika nasi kutoka manyumbani mwenu, sehemu zenu za kazi, mkiwa safarini au katika utulivu wa mioyo yenu, amani ya Kristo mfalme wa ulimwengu iwe nanyi. Leo kanisa linatualika kusherehekea mojawapo wa sikukuu za kupendeza na zenye uzito mkubwa katika mwaka mzima wa kiliturujia. Sherehe ya Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo mfalme wa ulimwengu. Sherehe hii si tu sikukuu nyingine, ni kilele cha mwaka wa kiliturujia. Ni tamko la ujasiri la kanisa kwamba mwisho wa nyakati zote, mwisho wa historia ya mwanadamu, mwisho wa falme, mawazo na mamlaka yote, anasimama Yesu Kristo, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, Alfa na Omega, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Sikukuu hii ilianzishwa mwaka wa 1925 na Papa Pio wa 11, wakati ambapo kulikuwa na utaifa mkali, udikteta na itikadi potovu zilizoenea, nguvu zilizomkataa Mungu na kudhalilisha hadhi ya mwanadamu. Papa Pio wa 11 alitaka kuukumbusha ulimwengu kwamba kuna mfalme mmoja wa ukweli ambaye ufalme wake ni wa tumaini, haki, amani na uzima. Ndiye Kristo Yesu. Baada ya mtaguso wa pili wa Vatikano, kanisa lilihamisha sikukuu hii hadi Jumapili ya mwisho wa mwaka wa kiliturujia, ili kutukumbusha kwamba kila hatua ya safari yetu ya imani inaelekea kwenye ukweli mmoja mkuu. Kristo hana budi kutawala katika mioyo yetu, katika familia zetu, katika jamii yetu, katika nchi yetu na katika ulimwengu wetu. Na mwisho wa nyakati, ufalme wake utakuwa yote katika yote. Utangulizi wa sala kuu ya misa katika sherehe hii ya Kristo mfalme wa ulimwengu unaelezea kwa uzuri ufalme wake Kristo, ufalme wa ukweli na uzima, ufalme wa utakatifu na neema, ufalme wa haki, upendo na amani. Na sala ya mwanzo wa misa leo inatukumbusha tunaposali, Mungu mwenyezi wa milele, mapenzi yako ni kurudisha vitu vyote chini ya mwanao mpendwa, mfalme wa ulimwengu. Ufalme wa Kristo si wa kuonea wala kutawala kwa mabavu, ni ufalme wa urejeshaji. Yesu anarudisha kilichovunjwa na dhambi. Yesu anaponya kilichojeruhiwa na kiburi. Anakusanya waliotawanyika, anainua walioanguka, anawarudisha waliopotea.
Falme za kibinadamu hujengwa kwa nguvu. Ufalme wa Kristo hujengwa kwa rehema. Somo la kwanza tulilolisikia kutoka kitabu cha pili cha Samueli. Daudi, mchungaji wa kondoo, aliunganisha makabila ya Israeli. Lakini Daudi ni mfano tu unaotuelekeza kwa mfalme wa kweli na wa milele. Daudi alichunga taifa moja, Yesu anachunga ulimwengu mzima. Daudi aliunganisha makabila 12, Yesu anapatanisha viumbe vyote. Daudi alitawala kutoka Yerusalemu, Yesu anatawala kutoka msalabani. Ndio maana Zaburi ya leo inatuita twendeni kwa furaha nyumbani mwa Bwana. Mahali Kristo anapotawala, furaha hutiririka. Somo la pili tulilolisikia kutoka kwa waraka wa Paulo kwa Wakolosai. Mtume Paulo anamdhihirisha Yesu kama mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Yeye ambaye ndani yake vitu vyote vinaungana na kudumu. Kristo kichwa cha mwili, yaani kanisa. Yule ambaye anafanya amani kwa damu yake msalabani. Kristo si mfalme tu. Yeye ni mfalme ambaye ulimwengu uliumbwa kwa ajili yake na kwa njia yake. Alituokoa kutoka ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Sisi si wasafiri, sisi si wageni tena. Sisi ni raia wa ufalme wake. Sisi ni watu wa milki yake. Katika Injili ya leo, tunaonyesha ufalme wa Kristo. Si kiti cha dhahabu, si ikulu, si tarumbeta wala majeshi. Ni msalaba. Wafalme wa dunia uketi juu ya dhahabu, mfalme wetu anatukuka juu ya mti wa msalaba. Wafalme wa dunia wanavaa taji za vito, mfalme wetu anavaa taji ya miiba. Wafalme wa dunia huzungukwa na majeshi makuu, mfalme wetu ananing'inia kati ya wahalifu wawili. Lakini Mtakatifu Luka anatuhimiza kuona, hapo ndipo ufalme wake Yesu unapoonekana kikamilifu. Msalaba ndio enzi yake, na pembeni yake ananing'inia yule mwizi mwema anayesema kwa sala rahisi ya unyenyekevu na iliyo ya kweli, Yesu, unikumbuke katika ufalme wako. Si niponye mateso, si dhibitisha ufalme wako, anasema tu nikumbuke. Na Yesu anajibu kwa ukarimu wa kifalme, hakika leo utakuwa pamoja nami paradisi. Mtakatifu wa kwanza wa ufalme alikuwa mwizi aliyetambua ufalme katika mtu aliyesulubiwa. Je, Yesu ni mfalme wa aina gani? Si mkombozi wa kisiasa anayeshinda kwa nguvu, anashinda kwa upendo. Hawaangamizi maadui zake, anakufa kwa ajili yao. Yeye hawahukumu wenye dhambi, anawakaribisha ili wapate kutubu na kupatanishwa na Mungu. Hajengi kuta, anafungua milango. Hachukui maisha, anatoa maisha yake mwenyewe kwa ajili ya anaowapenda. Taji lake ni unyenyekevu. Fimbo lake ni huruma. Enzi yake ni msalaba. Sheria yake, amri yake ni upendo. Katika tangulizi ya misa ya leo, tunaona alama kuu za ufalme wake Yesu Kristo. Kwamba ufalme wa Kristo ni ufalme wa milele na ulimwengu wote. Ni ufalme wa ukweli na uzima. Ufalme wa Yesu ni ufalme wa utakatifu na wa neema. Na ni ufalme wa haki, upendo na amani. Ndugu wapendwa, falme nyingine zinaanguka. Ufalme wa Kristo ni wa milele. Kwa sababu Kristo mwenyewe ni wa umilele, anaishi milele. Kila taifa, kabila, lugha na watu ni wake.
Hakuna anayefukuzwa, wote wanakaribishwa. Popote ambapo moyo unamkaribisha, ufalme unaanza. Ufalme wa Yesu ni ufalme wa ukweli na wa uzima. Pilato aliuliza, ukweli ni nini? Yesu anajibu kwa nafsi yake. Katika dunia ya mkanganyiko, yeye ndiye mwanga unaoangaza mioyo na akili yetu. Katika ulimwengu huu wa udanganyifu, yeye ni ukweli. Katika ulimwengu huu ulio na kifo, yeye ni uzima. Ufalme wa Yesu ni ufalme wa utakatifu na neema. Utakatifu ni kuwa mali ya Mungu. Neema ni nguvu ya kuishi kama watoto wake na kuenenda kama anavyotaka yeye. Yeye akitawala mioyoni mwetu, hatutembei peke yetu, hatupigani peke yetu. Hata tunapoanguka, yeye yu pamoja nasi. Anajaza udhaifu wetu kwa nguvu yake, anatuimarisha na kututegemeza sisi. Ufalme wa Yesu ni ufalme wa haki, upendo na amani. Anapotawala Kristo, udhaifu wetu unaondolewa. Tunategemezwa. Maskini wanakumbukwa, waliovunjika wanaponywa, mtenda dhambi anakumbatiwa. Na popote haki na upendo vinapoishi, amani inadumu. Si amani ya juju, bali amani ya Mungu. Tunaingia vipi katika ufalme huu? Kama yule mwizi mwema, kwa kuwa pamoja na Yesu msalabani, kwa kumwamini, kwa kumtumaini yeye, kwa kumwita hata tunapoanguka. Tunaingia katika ufalme huu kwa imani, hata wakati utukufu wake hauonekani. Tunaingia kwa toba tunaporudi kwake. Tunaingia tunapojisalimisha na kumruhusu atuongoze. Tunaingia kwa kuwa wasikivu kwake na kuwa watiifu, kufuata neno lake. Tunaingia kwa upendo. Tunaitwa ndugu wapenzi kufanya uchaguzi wa kila siku. Kila siku katika uamuzi tunachagua ufalme wa uhuru ama ufalme wa giza, utawala wa Kristo ama utawala wa nafsi zetu wenyewe na utawala wa dhambi. Leo Kristo anatuuliza, je, utaniruhusu niwe mfalme wa maisha yako? Katika kila misa, mfalme anakuja kualisha watu wake. Altari inakuwa meza yake ya kifalme. Komunyo inakuwa kushirikishwa kwetu katika maisha ya uzima wa milele. Kila Ekaristi inatuambia, huu ndio ufalme, huyu ndiye mfalme, hapa ndipo nyumbani kwetu. Sisi zote tunaalikwa. Kristo ni mfalme wa ulimwengu, lakini anatamani kuanza kutawala katika undani wa mioyo yetu, katikati ya familia yako, katika kazi yako, katika majeraha yako, katika madonda yako, katika msamaha wako, katika maamuzi unayofanya pasipo hata kuonekana. Tumwambie leo, Bwana Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu, tawala moyoni mwangu, tawala katika familia yangu, tawala katika dunia yetu. Tuombe. Bwana Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu, mfalme wa huruma, mfalme wa mioyo yetu. Leo tunapiga magoti mbele ya enzi yako, si enzi ya dhahabu, bali enzi ya msalaba wako, ambapo upendo uliushinda ulimwengu, upendo ulishinda kifo, upendo ulishinda dhambi. Tunakuwekea mbele yote tulio na yote tunayoshindwa kuwa. Tawala katika hofu zetu na uzigeuze kuwa ujasiri. Tawala katika majeraha yetu na uyageuze kuwa uponyaji. Tawala katika dhambi zetu na uzigeuze kuwa wokovu. Tawala katika familia zetu na uzijaze umoja na msamaha. Tawala katika kanisa lako na katika dunia na utawanye giza linalotuzunguka.
Nguvu zetu zinapodhoofika, Kristo Mfalme, uwe nguvu yetu. Tumaini letu linapofifia, uwe mwanga wetu. Mioyo yetu inapopoa, moto wa upendo uwe moto wetu. Tunapopotea, uwe mchungaji na mfalme wetu. Yesu, utujalie tukaribie moyo wako, ambapo mgeni upata makao na mwenye dhambi upata mahali katika meza yako ya kifalme ya neema. Na safari yetu ya dunia itakapofika mwisho, Bwana, tuitane kama ulivyomwambia yule mwizi mwema, leo utakuwa pamoja nami paradisi. Kristo Yesu, mfalme wa ulimwengu, mfalme wa milele, mfalme wa mioyo yetu, sisi ni mali yako, tunakusujudia, tunakupenda. Unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Regnum